Wakati tunaoishi hivi sasa katika nchi yetu hii ya Tanzania na ulimwengu kwa ujumla, lakini mimi nitazungumza bil khusus ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Kumekuwa na maneno ya chokochoko na lugha za kiuchochezi dhidi ya watawala au viongozi wa Kiislamu wanapokuwa madarakani katika nchi hii, hasa kutoka kwa Wakristo na Wakristo wenyewe, hususan wa Katoliki. Inawezekana wasiwe wote, lakini wengi katika viongozi wao huwa wanafanya hizi chokochoko. Sisi tuliligundua jambo hili muda mrefu, na ndiyo maana ukirejea nyuma kabisa, kabla ya matukio haya, kabla ya mwaka huu, kabla ya utawala huu, ukirudi nyuma ukifuatilia mihadhara yetu, hutuba zetu, darasa zetu na makala mbalimbali, utaona kwamba tunasimamia katika msingi wa watu kuheshimu mamlaka, kuwa na utiifu kwenye mamlaka, kwa sababu ndiyo muongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii imekuwa ni agenda yetu ya muda mrefu sana, hatujawahi kubadilika, bali hata walipotokea baadhi ya Waislamu walipoonyesha ishara ya kwamba wanataka kuvunja amani kwa kupitia njia za migomo na maandamano, sisi tulikuwa dhidi yao, kwamba hii si katika njia ya dini yetu na huu si utaratibu. Kwa nini? Kwa sababu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametufundisha 1, 2, 3. Tunatoa miongozo na mafunzo ya kuonyesha watu namna ya kuidai haki yao pale wanapohisi wamedhulumiwa. Mafunzo haya kutoka kwa mtume wao wanayempenda sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na madhara ya kuyakiuka mafunzo haya. Haya ndio mafunzo yetu sisi, tumeyatoa kwa muda mrefu. Na kabla ya matukio haya ya Oktoba 29, ukirejea hutuba zetu zaidi, Eid al-Adha, kuja mfungo 3, na baada ya hapo mihadhara, khutba